Nasaha 24 TV. Kharaja min batni ummihi bila dhambi, mwanadamu ametolewa kutoka katika tumbo la mama yake hana dhambi. Waraja fi batni al-ardi wa kulluhu dhunub, lakini cha ajabu anarejeshwa katika tumbo la ardhi ana madhambi, kabeba madhambi. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikushangaa, unachotakiwa wewe uzinduke kwamba nimekuja kufanya nini. Kwa tusibadilishe nyenzo kuwa ndo lengo la maisha yetu, isipokuwa tubaki katika lengo la kuumbwa kwetu, nao ni ibada. Unachokifanya chochote unafanya uhakikishe unakisajili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana unalipwa umefanya ibada. Lakini pia tumeona ambao ndio kama mazungumzo katika hutuba yetu, hadhari ya kukupa umuhimu dunia na ukasahau lengo la kuumbwa kwako, kwamba dunia ukiipa umuhimu sana utasahau lengo la kuumbwa kwako, na lengo la kuumbwa kwako ni ibada. Kwa hiyo utakuwa unafanya zaidi katika dunia yako, zile nyenzo za kukufanya upate nguvu ya kufanya ibada ndio itakuwa lengo la maisha yako. Kila kitu kina lengo lake na kila malengo yana nyenzo zake, kwamba leo unasoma ilmu ili lengo lako nini? Uwe mtaalamu, lakini huwezi kusoma bila kuwa na nyenzo za kusomea. Asa zile nyenzo za kusomea ni nyenzo za kukusaidia wewe. Kwa hii dunia na vilivyomo vyote, hizi ni nyenzo za kumsaidia mwanadamu aweze kufikia lengo la kuumbwa kwake, nao ni lengo la ibada, ambayo tumesema ibada ni jina linalokusanya kila anachokipenda Mwenyezi Mungu na kukiridhia kutokana na maneno au vitendo. Na tumenukuu aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sura nzima katika sura al-Kauthar, sura Takathur. Mwenyezi Mungu asema kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kwamba mtaona kisha mtaona. Mtaona nini? Ibn Abbas mfasiri aya hii anasema sawfa ta'lamuna ma nazara bikum min adhabikum fil qabri, mtakuja kuona adhabu itakayokuja katika kaburi lenu. Mwenyezi Mungu alisema kwamba mtaona kisha mtaona, maana yake mtakuja kujua aya yanayozungumzwa ambao mmeletwa katika dunia, adhabu itakayopatikana katika kaburi lenu. Kaburi ambao ni nyumba, ndo mwanzo wa nyumba miongoni mwa nyumba za akhera, na ni nyumba ya mwisho miongoni mwa nyumba za dunia, kwamba hadha akhiru manzil min manazil dunya wa awwal manzil min manazil al-akhirah. Maneno haya yanazungumzwa sana ukiyasikia, hasa inapotokea masuala mazima ya mazishi. Utayasikia haya maneno yanazungumzwa kwamba hii kaburi unaliona hii ni nyumba ya mwanzo ya akhera, unaanzia kaburini kwako. Kama kaburi lako litakuwa salama, na ndio wewe utaishi ukiwa salama katika kaburi lako. Lakini kama utaenda ukiwa na madhambi, ukawa na shari katika kaburi lako, maisha yako yatakuwa magumu katika kaburi lako, kwa sababu utaletewa malaika watakuja kukuuliza maswali. Kama utaweza ukawa na kheri, utaletewa godoro kutoka peponi, utalala usingizi katika godoro, unasubiri kiyama kisimame. Hasa sehemu ambayo watu wataishi sana ukiachana na maisha ya akhera ni kaburini kuliko maisha ya duniani. Tumboni tunaishi muda mfupi, lakini kwenye hii dunia tunaishi muda mfupi. Kwenye kaburi letu tutaishi muda mwingi kuliko haya masiku ambayo tulikotoka. Maana tulikotoka ni kuchache, toka dunia iumbwe mpaka leo watu wamekufa, wako chini ya ardhi wanasubiri kiyama. Kwa miaka mingi katika miaka ya hesabu mbele ya Mwenyezi Mungu sio miaka mingi, kwa sababu mwaka mmoja katika dunia yetu hii ni sawa na miaka 1000 katika siku moja ya Mwenyezi Mungu, sawa miaka 1000 katika hii dunia. Anasema msemaji miongoni mwa wanawazuoni wa maneno na wanawazuoni
Salaf salih anasema idha ulqiya ahadukum ila shatiril qabr, mmoja wenu atakapoingizwa katika kaburi, atakapoingizwa mmoja wenu katika kaburi, sura yake ikafika kwenye ukingo wa kaburi, kwani tunafahamu kuwa unavyoingizwa kaburini kinachotangulia ni kichwa. Kwa kichwa chako kitakapoanza kuingia kaburini, na baadhi thalatha, utaambiwa mambo matatu, utapewa habari tatu, kaburi itakwambia mambo matatu. La kwanza utaambiwa faqdim ila ma qaddamta, njoo ukutane na kile ulichokitanguliza. Njoo ukutane na kile ulichotanguliza. In kana khairan fa khairu, ikiwa ulichotanguliza ni khairi utakutana na khairi zako. Wa in kana sharran fa sharru, na kama utanguliza shari utakutana na shari yako. Haya maneno matatu unaambiwa ukianza tu kuchungulia kaburini, unaambiwa njoo, kama kuna khairi utaikuta, na kama una shari pia utaikuta. Wa idha ulqiya fi ahadihi nabahu thalatha, ukiingizwa katika mwanadani utaambiwa tena mambo matatu. Utaambiwa mara tatu, kuntu ala shatiriha, kuntu ala dhahriha mashiyan, wewe ulikuwa katika ugongo wa ardhi ukiwa unatembea unafanya mambo yako yote. Wa anta al-yawm fi batniha hazinan wa baqiya, lakini umeingia katika tumbo la ardhi una huzuni na kulia, unahuzunika. Kwa mwanadamu atahuzunika baada ya kuona anakokwenda ni kubaya na maisha yake ni mabaya. Wa idha uli alaiha turab, lakini akishafukiwa tu pia kaburi litamwambia nini? Dafanuka, ndugu zako wameshakuzika, wansarfu anka, na hao wanaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akishazikwa atasikia michakato ya ndugu zake wanavyoondoka, na atalia sababu atakuwa anasikia fulani huyu fulani, wote anawasikia. Mnapokanyaga ardhi mnaondoka, njoo wenzangu washanifukia wanaondoka, kaisharudishiwa uhai wake, ana habari ya yale ambayo nyinyi mnayasema huko mliko. Hasa mtu akishakuwa wamemzika, wamefukia, wanaondoka, kaburi litamsimanga na kumwambia dafanuka, wamekuzika ndugu zako, wansarafu anka, na hao wanaenda zao, ma nafauka, hawajakunufaisha chochote. Ulikaa duniani, ulikusanya, ulifanya unavyoweza, lakini havija kunufaisha chochote. Jamaat almal, ulikaa duniani ukakusanya mali, wataraktaha li ghairik, lakini mali hiyo umewachia wengine kabisa. Umekaa duniani umekusanya mali, umekusanya, unaondoka, unaziacha, unawaachia wengine, wala si zako. Ndio maana watu wote ambao Mwenyezi Mungu anawapa ilhamu, anawapa uwezo wa kuzinduka, huwa haondoki bila kuacha wakfu. Haendi bila kutangulia na mali yake, sehemu ya mali yake anaacha wakfu ambayo itakuja kumsaidia. Na huwa tunaambiana, toa wakfu mwenyewe ukiwa hai, usisubiri kuwa labda wanao watakuja kukumbuka wakaamua kukutolea wakfu. Hiyo ni bahati yako. Yani ukiona umekufa alafu watoto zako wakaamua kukutolea wakfu, hii ni bahati yako, maana yake umeacha watoto wema. Lakini kuna watu ukifa, cha kwanza ndio kwanza wanagombaniana mali zako ulizoziacha, na ndio kwanza hizo mali ulizoacha wataenda kukosana na kutofautiana katika maisha yao. Undugu wao utaondoka, ukaribu wao utakwisha kwa sababu ya kile ulichokiacha wewe. Hata kaburi litakwenda kusimanga kwamba ulikusanya mali na umewaachia wengine, fahisabuhu alaika, lakini hesabu ya mali uliyokusanya itakuwa juu yako. Kwamba ulichumaje utaulizwa wewe, kama uliiba, ulikaba, ulidhulumu, ulifanya chochote kile kwenye mali uliyokuwa nayo, utakwenda kuulizwa wewe. Wa hasanatuhu fi mizani ghairi, lakini mema yatabaki katika mezani ya wenzako uliowaachia mali. Wao hawataulizwa walichumaje. Mtoto hana uharamu wa mali ya baba yake aliyoiacha wala mama yake. Kama alitafutaje baba yako, kama alikaba, alifanyaje, wewe haikuhusu. Wewe utaanza kuulizwa pale ulipoipata. Ukiulizwa ulipataje mali, nilirithi kwa baba yangu.
nilirithi kwa mama yangu. Pale utaanza kuulizwa wewe, hasa mema yatakuja kwa wenzako, watakuja kufanya wema, alafu ile mali itawanufaisha wao, wala haitakunufaisha wewe tena, mpaka pale watakapotiania na kukusaidia katika kutolea wakfu. Fahadha alyawm atasiru ila aljannati aliyah fatanahu wa ila an-nari hamia fatahzan. Kwa Kabuti amwambia kwamba siku ya leo unaelekea huko, ima uende peponi ukiwa umefanikiwa, kwa maana unaenda peponi umefanikiwa, maana yako mafanikio makubwa, au unaenda motoni hali ya kuwa umehuzunika. Kwa furaha yako ni kwenda peponi na huzuni yako ni kwenda motoni. Almurad, katika miezi hii mitukufu ambayo iko mbele yetu, na hasa huu mwezi wa Rajab ambao ndio tunauingia, muhimu sana kufanya ibada, muhimu sana kujitolea, muhimu sana kukimbia maasi, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni miezi ambayo unalipwa maradufu zaidi kuliko miezi iliyopita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul adhim wa tub alaina inna. Mimi kwa majina naitwa Omar Mohamed. Hakika kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumba hapa kwa makusudio, na makusudio aliyotuleta hapa duniani ni kumcha yeye peke yake, na kuhusu mambo ya rizaka na kila kitu yeye amekwisha kuandikia sisi kabla hatujazaliwa, wakati tulipokuwa katika mitumbo ya mama zetu. Haya mambo yanatakiwa kila Muislamu ayazingatie, na kwa sababu wanadamu sisi tumepewa kitu kinachoitwa sahwi, tunafikiria mauti hasa. Hapo tutakuwa na uwezo wa kujaribu kujitahidi sana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametueleza katika kitabu chake kitukufu kwamba ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu ameumba majini na binadamu kwa makusudio ya kumcha yeye. Kwa hiyo purpose ya mwanadamu au makusudio ya sisi wanadamu kuumbwa hapa duniani ni kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu basi. Haya mambo mengine sisi hatuna shughuli nayo. Mambo yote ameshayapanga Mwenyezi Mungu. Wewe kama utakuja kuwa baadaye profesa au ni cardiologist au whatever, Allah tayari ameshakuandalia wakati wewe kabla hujazaliwa. Na hakuna binadamu yoyote hapa katika dunia hii awezaye kujitokeza na kusema kwamba mimi nimepata mafanikio duniani kwa kutumia akili yangu. Hapana. Kwa majina naitwa Abubakari Muhammad Mgeni. Mimi ni muumini na miongoni mwa wasimamizi wa msikiti wa Al-Masjid Mukbili Sai Mbeya. Ni kweli tunaendea ni miezi mitukufu inayokuja mbele yetu, lakini pia vile vile hii miezi kwetu, ninachokijua mimi, inakuja kama ni sehemu ya darasa ili tuweze kuishi katika miezi yote. Sio kwamba ni miezi mitukufu tu ndo tunatakiwa tuyakwepe maovu, hapana. Ile ni kwetu ni ukumbusho. Kama mtu ulikuwa umetopea kwenye zinaa, basi uachane na zinaa katika miezi yote. Kama ulitopea kwenye ulevi, basi uache mambo yote. Ulitopea kwenye uongo, uache mambo yote. Kwa ujumla, yale yote ambayo tumekatazwa na Mwenyezi Mungu ni kuachana nayo. Hii miezi inakuja ni kwa ajili ya ukumbusho. Kwa kweli Sheikh katambaa katika hotuba yake kwamba tufanye maandalizi, kwamba tutekeleze yale makusudio ya kuleta katika mgongo wa ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Sheikh kwamba makusudio ya kuleta katika ardhi, kama alivyosema katika Qur'an kwamba hakumba majini na wanadamu ila kwa lengo moja, ndio kwa ajili ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katuleta kwa lengo la kumwabudu Allah Subhanahu. Na mtu atakayeenda tofauti na malengo haya, mtu labda akaitafuta dunia tu, hayo akifa hayo ndio malengo yake, lakini malengo hasa ya kuleta katika mgongo wa ardhi, namna gani sisi tutakufa hali ya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameturizia kutekeleza ibada zake. Muhammad kikubwa, Sheikh kazungumza hutuba nzuri sana, hasa kazungumzia kuhusiana na maandalizi ya kuangalia dunia. Dunia ni maisha yake mafupi sana. Kwa hiyo kasisitiza juu ya watu kujiandaa vyema katika maisha ya dunia, wajiandae vizuri na akhira yao.
kwa sababu akhera ndio maisha ya milele na ndio yenye kubakia maisha yote. Kwa hiyo katahadharisha kuhusiana na kuiangalia dunia. Dunia ni nzuri, lakini vile vile ina mtihani. Kwa mtu ambaye atakayetumia dunia yake vibaya itamwangamiza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yule ambaye atakayeandaa dunia yake vizuri itakuwa ni sababu ya kupata salama na msaada mzuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kikubwa kingine kasisitizia kuhusiana na mwezi wa Rajab, ni mwezi ambao baada yake kuna maandalizi ya Shaaban na baada ya Shaaban kuna Ramadhani inatusubiri. Kasisitizia kuhusiana na mambo mazuri, matendo mazuri ndani ya mwezi wa Rajab, bimaana ili tuweze kupata khairi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndio kubwa zaidi Mwenyezi Mungu aweze kutuwafikisha katika utendaji wake.